Maafisa wa idara ya uhamiaji na forodha ya Marekani ICE walikabiliana vikali na waandamanaji katika jiji la Minneapolis Januari 13, huku maandamano makubwa yakiendelea kufuatia mauaji ya Renee Nicole Goode mwenye umri wa miaka 37 aliyepigwa risasi na wakala wa ICE tarehe 7 Januari. Makabiliano hayo yalizuka wakati waandamanaji walipokusanyika karibu na majengo ya serikali ya shirikisho na maeneo ya katikati ya jiji wakidai haki na uwajibikaji kwa kifo cha Goode. Video zilizosambaa mitandaoni zilionyesha maafisa wa ICE wakivunja vioo vya magari, kuwatoa watu kwa nguvu ndani ya magari yao na kuwakamata baadhi ya waandamanaji, hali iliyozua hasira na taharuki kubwa miongoni mwa jamii. Mashuhuda walisema kuwa maandamano hayo yalikuwa ya amani mwanzoni, yakihusisha nyimbo, mabango na hotuba za kulaani matumizi ya nguvu kupita kiasi na ICE. Hata hivyo, hali ilibadilika haraka baada ya vikosi vya usalama kuanza kusukuma waandamanaji na kutumia gesi ya kutoa machozi pamoja na risasi za pilipili ili kuwatawanya. Baadhi ya waandamanaji walijibu kwa kurusha fataki na vitu vingine kuelekea kwa maafisa, jambo ambalo liliongeza mvutano na kusababisha kukamatwa kwa watu kadhaa. Kifo cha Renee Nicole Goode ndicho chanzo kikuu cha maandamano haya. Kwa mujibu wa taarifa za awali, serikali ya shirikisho, wakala wa ICE alifyatua risasi akidai alijihami baada ya kuhisi maisha yake yako hatarini. Hata hivyo, familia ya marehemu, wanaharakati wa haki za binadamu na viongozi wa jiji la Minneapolis wamepinga vikali maelezo hayo, wakisema video na ushuhuda wa mashahidi vinaonyesha kuwa Goode hakuwa tishio lililohalalisha matumizi ya risasi. Maandamano yameendelea kwa siku kadhaa, yakiongozwa na wanaharakati wanaopinga sera kali za uhamiaji na kile wanachokiita kama ukatili wa maafisa wa ICE. Viongozi wa jamii wamesema tukio hilo limeamsha kumbukumbu chungu za matukio ya awali ya mauaji yanayohusisha vyombo vya dola, na wametoa wito wa kufanyika kwa uchunguzi huru na wa wazi. Wakati huo huo, serikali ya shirikisho imeendelea kusisitiza kuwa maafisa wake walifuata taratibu, huku idara ya haki ikitangaza kuwa haina mpango wa kufungua uchunguzi wa haki za kiraia kwa sasa, hatua iliyozua ukosoaji mkubwa kutoka kwa makundi ya kutetea haki za binadamu. Maandamano Minneapolis yamechochea maandamano ya mshikamano katika miji mingine Marekani, yakionyesha kuongezeka kwa shinikizo la taifa la kutaka mabadiliko katika mbinu za utekelezaji wa sheria za uhamiaji na uwajibikaji wa maafisa wa serikali.